Katika makala yetu ya leo, tunaangazia historia ya rais wa taifa la Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amekuwa madarakani kwa mihula 7 mfululizo kutoka mwaka 1986 kufikia mwaka 2026, hivyo akiwa miongoni mwa marais waliokaa madarakani kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Yoweri Kaguta Museveni alizaliwa tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 1944 katika kijiji cha Tunkamo, kusini magharibi mwa Uganda, akitokea katika kabila la Banyankole. Museveni alikulia katika familia ya wafugaji, akipata malezi yaliyojikita katika nidhamu, kazi na siasa za Kiafrika tangu utotoni mwake. Museveni alipata elimu yake katika shule mbalimbali jijini Uganda, akisoma katika shule ya Ntare, mojawapo ya shule maarufu jijini Uganda, kisha baadaye akajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM huko nchini Tanzania miaka ya 1960. Akiwa UDSM, Museveni aliathiriwa sana na mawazo ya ujamaa ya Mwalimu Julius Nyerere, aliyekuwa rais wa Tanzania. Pia harakati za ukombozi wa Afrika na itikadi za mapinduzi na siasa za mrengo wa kushoto zilimwathiri Museveni kimawazo. Hapo ndipo Museveni alianza kuamini katika mapambano ya silaha kama njia ya kuleta mabadiliko ya kisiasa. Baada ya Idi Amin kuchukua madaraka ya taifa la Uganda mwaka 1971, Museveni akakimbilia uhamishoni. Huko akaunda makundi ya wapinzani dhidi ya utawala wa Idi Amin, akishiriki katika vita vilivyomuondoa Idi Amin madarakani mwaka 1979. Baada ya Idi Amin kuondolewa madarakani, Uganda ikaingia katika misukosuko ya kisiasa. Mwaka 1980 uchaguzi ukafanyika, huku Milton Obote akitangazwa mshindi, ingawa Museveni hakuridhishwa na matokeo hayo, akidai kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa wizi. Hapo ndipo Museveni aliunda kundi la wahasi lililoitwa National Resistance Army NRM. Kuanzia mwaka 1981 kufikia mwaka 1986, Museveni akaanza vita vya msituni, Bush War, vita ambavyo vilisababisha kuanguka kwa serikali ya Obote. Kundi la NRA likiingia Kampala Januari mwaka huo. Mwaka 1986, Museveni akachukua urais wa Uganda, nafasi ambayo anaishikilia mpaka sasa. Katika uongozi wake, Museveni alichangia utulivu wa kisiasa baada ya miaka ya machafuko, akiboresha uchumi wa Uganda miaka ya 1990, pia akikuza elimu ya msingi bila malipo, huku akifanya taifa la Uganda kuwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi katika mashirika. Hata hivyo, Rais Museveni amekosolewa sana kwa kukaa madarakani muda mrefu, kubadili katiba ili kuondoa ukomo wa muhula na umri, kukandamiza upinzani na maandamano, na pia masuala yanayohusiana na haki za kibinadamu. Kwa sasa, Rais Museveni bado yuko madarakani akitumikia muhula wake wa 7 baada ya kumshinda mpinzani wake Bobi Wine wa chama cha National Unity Platform kwa 76.25, huku Bobi Wine akipata 19.85 pekee. Kwa wengine,